Free Owino, KTN, Nairobi. Siku moja baada ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kudai kuwa bima ya kitaifa ya afya SHA itasambaratika kutokana na madeni na kutishia kutoa jina la kampuni anayodai inasambaratisha bima hiyo, sasa ametaja kampuni ya Convergence Network Solutions akidai inamilikiwa na waziri wa afya Aden Duale. Kama Stephen Nzioka anavyoarifu, viongozi wengine ambao wameandamana na Gachagua kwenye ziara ya kisiasa eneo la Ukambani wamemtetea kuhusu madai ya kuchukua urithi wa nduguye. Viongozi hao wanamtaka Rais William Ruto kushughulika na masuala ya kitaifa badala ya kuingilia mambo ya kifamilia ya Gachagua. Muungano wa upinzani Jumatatu walianza ziara yao ya Ukambani kwenye milima ya Mboni, kaunti ya Makueni. Adui ya Mukamba Kasongo asiende. Mji wa Tawa ukigeuzwa kuwa uga wa kushambulia serikali ya William Ruto. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameweka wazi ahadi yake ya kufichua kile anachosema ni ufisadi ndani ya bima ya kitaifa ya afya ya SHA, siku moja baada ya kurushiana maneno na waziri wa afya Aden Duale. I dare Rigiji as the Minister for Health, I dare him to release that dossier tomorrow at 10. Sasa katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion, kampuni inaitwa Convergence Network Solutions iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo Duale, uliniuliza details. SHA imeibiwa 50 billion. Hiyo Kasongo ufuati, unaanza kuingia juu ya gari kusema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake ilikufa kwa sababu ya kupe. Gachagua asikomee hapo, akisema kuwa mabilioni ya pesa zilizolipwa na Wakenya kupitia mfumo wa e-Citizen zimekuwa zikipitia nje ya uangalizi. Sasa e-Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion, imetolewa cash. Kuhusiana na kuandamwa kwa Gachagua kuhusu wosia wa urithi wa ndugu yake marehemu Nderitu Gachagua, viongozi wa upinzani wamemtetea Gachagua kwamba mwongozo wa urithi wa Nderitu ulitekelezwa ipasavyo, wakitaka rais kukoma kuingiza familia ya marehemu kwenye siasa. Chama na familia ya Gachagua. Governor Gachagua left a will that was disputed according to the succession laws of Kenya. Amemwambia wachana na familia ya Wamalwa. Wamalwa dai tested case iko kotini distributing his estate. Wewe Ruto ni nani kuingia familia za watu? Aende asiende? Wakati Gachagua alikuwa analipa pesa ya kura yake wakiomba kura, hadi alisahau sasa. Kama si Gachagua, Ruto angekuwa rais. Harambee! Hata wakuje na waganga hawezi shinda. Sikisi tumefunga, Central tumefunga, Ukambani tumefunga, Coast tumefunga, watapitia wapi? Viongozi hao wametaka vijana kujitokeza na kujiandikisha kama wapiga kura, huku wakitaka IEBC kusafisha sajili ya wapiga kura mara moja. Uko tayari kupokea mvua? Hiyo mvua lazima tuchukue kura. Wangapi atachukua kura sasa? Kwa wingi, kwa wingi, kwa wingi. Muko kadi? Muko kadi? Wangapi wako kadi? Sasa mimi nataka kumwambia wewe William Ruto, leo hii nikiwa hapa Tawa, mimi nataka kuambia toa anga yoyote ambayo inalipishwa kwa watu kuchukua death certificate, ndio tuondoe death voters na vijana wakuja walipleza hao. Tumegundua kwamba sehemu zingine za Jamhuri ya Kenya wameanza mpango wa kujaribu kudanganya watu wetu na pesa na kununua ID card. Msikubali. Hapo siku ya Jumanne, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kinara wa DCP Rigathi Gachagua watakuwa wanaendelea na ziara yao, ambapo watakuwa wanaanzia maeneo ya Kathonzweni nao baadaye kuvuka eneo bunge la Kibwezi Magharibi. Stephen Nzioka, KTN kutoka Kikima, kaunti ya Makueni.
Siku tatu kabla ya